Wanajeshi wa Korea Kaskazini watakuwa lengo halali wakithibitishwa kupatikana katika viunga vya nchi ya Ukraine. Kivipi? Basi karibu sana na ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii. Ikiwa wanajeshi wa Korea Kaskazini wataingia kwenye mzozo wa Ukraine upande wa Urusi, watakuwa malengo halali ya kijeshi kwa vikosi vya Kiev. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa kutoka ikulu ya White House nchini Marekani wa kuitwa John Kirby ametangaza hivyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani wa kuitwa Lloyd Austin alidai Jumatano Oktoba 23 ya kwamba kwa sasa kuna idadi isiyojulikana ya wanajeshi wa Korea Kaskazini huko nchini Urusi na kwamba Pentagon haijui wanafanya nini hasa. Austin pia aliongeza kwamba ingekuwa suala kubwa sana ikiwa Korea Kaskazini ingedhamiria kushiriki katika vita hii kwa niaba ya Urusi. Unaweza pia ukapata huduma ya taarifa na matukio ya kivita moja kwa moja kutoka mstari wa mbele hasa huko Urusi na Ukraine, lakini pia Mashariki ya Kati na maanisha Israeli na Lebanon kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Hivyo basi unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kama utawiwa kupata taarifa hizi na matukio hayo kwa njia ya WhatsApp. Nambari ya malipo ili pia kujiunga na huduma hii ni unalipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi unakaribishwa sana pia kama utawiwa kushuhudia operation hizo na kupata taarifa hizi kwa njia ya WhatsApp. Katika mkutano baadaye Jumatano mchana, John Kirby aliwaambia waandishi wa habari ya kwamba angalau sasa kuna wanajeshi 3000 wa Korea Kaskazini na waliingia mashariki mwa Urusi mapema mwezi Oktoba, na tangu wakati huo wametumwa kwenye maeneo mengi. John Kirby alisema ya kuwa Marekani haijui ni mafunzo ya aina gani wanajeshi hao wamedhaniwa kupokea, lakini hata hivyo alikisia kuwa wangeweza kusafiri kwenda magharibi mwa Urusi kisha kujihusisha na vita dhidi ya jeshi la Ukraine. Ikiwa wanajeshi hao wa Korea Kaskazini wataamua kujiunga na vita dhidi ya Ukraine, watakuwa malengo halali ya kijeshi. John Kirby amesema hivyo. Pyongyang imetupilia mbali madai ya kwamba imetuma vikosi vyake kwenda huko Urusi, kama pia uvumi usio na msingi na wa maoni. Msemaji wa Kremlin wa kuitwa Dmitry Peskov amesema ya kuwa ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini ni haki yao ya enzi, lakini ya kwamba Moscow imeona habari nyingi za kupingana juu ya swala hilo. Uvumi wa kuhusika kwa DPRK katika mgogoro huo ulianza mapema mwezi wa 10 wakati vyombo vya habari vya Ukraine viliripoti vifo vya wanajeshi wa Korea Kaskazini katika eneo la Donetsk nchini Ukraine. Lakini hata hivyo hakuna uthibitisho uliotolewa wa kuunga mkono ripoti hiyo. Kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alidai Oktoba 13 ya kuwa maafisa na wafanyakazi wa kiufundi wa Korea Kaskazini walikuwa wameonekana karibu na mstari wa mbele na kuwa Pyongyang ilikuwa na mpango wa kutuma wanajeshi takriban 10,000 kushiriki katika mzozo huo. Shirika la kijasusi la Korea Kusini NIS ilidai juma lililopita ya kuwa Korea Kaskazini ilikuwa imetuma wanajeshi 1500 huko nchini Urusi kwa mazoezi, ambapo wanajeshi hao wanatarajiwa pia kupelekwa kwenye mstari wa mbele mara mafunzo yao ya kurekebisha yatakapokamilika. Urusi na Korea Kaskazini pia ziliweka saini mkataba wa kihistoria kuhusu ushirikiano wa kimkakati mwezi Juni 2024 wakati wa ziara ya Rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Pyongyang, ambako mkataba huo unajumuisha ahadi ya Urusi na Korea Kaskazini kusaidiana ikiwa mojawapo atashambuliwa au kukumbwa na uvamizi kutoka nchi fulani. Na pia ugavi wa silaha za Korea Kusini kwa Ukraine hauwezi kubadili matokeo kuhusu operation maalum ya kijeshi. Balozi wa Urusi huko Seoul ameonya hivyo kuhusu taarifa hii. Balozi wa Urusi huko Korea Kusini wa kuitwa Georgy Zinoviev amesema ugavi wa silaha za Korea Kusini kwa Ukraine
hauwezi kubadili matokeo kuhusu operation maalum ya kijeshi katika nchi hiyo. Ugavi wa nafsi wa silaha za hatari kwa Ukraine hautabadili matokeo ya mzozo huo, lakini wangebadilisha hali ya uhusiano kati ya Moscow na Seoul na ingeharibu matarajio ya kurejeshwa kwao, alisema katika mahojiano ya Oktoba 23, akieleza juu ya ripoti kuhusu uwezekano wa Korea Kusini kurekebisha msimamo wake juu ya jambo hilo. Hadi sasa Korea Kusini imekuwa ikipatia Ukraine msaada wa kifedha na kibinadamu, lakini haijatoa silaha za hatari kwa nchi hiyo. Baada ya ujasusi wa Korea Kusini kusema ya kuwa Korea Kaskazini tayari ilikuwa imeanza kutuma majeshi yake huko Urusi, Korea Kusini pia iliahidi kuchukua hatua za kukabiliana na hali hiyo. Vyombo vya habari vya nchi humo vimeripoti vikinukuu vyanzo ya kwamba mamlaka za nchi hiyo zinaangalia ugumu wa msimamo wao juu ya vifaa vya silaha kwa Ukraine kulingana na maendeleo ya hali hiyo, kutoka kuendelea kwa msaada bila vifaa vya silaha hadi uhamisho wa silaha hatari. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alibainisha hata hivyo kuwa hana taarifa rasmi kuhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini kwenda Urusi na hawezi kuthibitisha taarifa hizo. Alisema hadi katikati yake kile ambacho kimetolewa kama ushahidi wa hilo si cha kushawishi zaidi. Kulingana na Zinoviev, kampeni ya hisia ya Ukraine iliyofifia karibu na ripoti kama hizo inatokana na hali yake ya kukata tamaa na inaonekana kusukuma washirika wake wa Magharibi kuelekea kuongeza msaada zaidi kwa nchi hiyo. Katibu wa waandishi wa habari wa rais nchini Urusi wa kuitwa Dmitry Peskov alisema tarehe 10 mwezi wa 10 2024 ya kwamba madai kuhusu ushiriki wa jeshi la watu wa Korea katika operation maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine inaonekana kama uongo mwingine wa vyombo vya habari kuhusu taarifa hiyo. Mwisho wa taarifa hii na pia taarifa zingine zaidi zinafuata kwa baadaye. Cha msingi endelea kuitembelea kila siku na kila wakati JMTV, habari zaidi za kimataifa, na pia nakukumbusha kwamba unaweza ukashuhudia operation hizo za kijeshi au matukio ya kijeshi na taarifa hizo za kijeshi kwa njia ya WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka taarifa hizo moja kwa moja pia kutoka mstari wa mbele, lakini pia taarifa tu kuhusu kila ambacho pia kinajili huko Mashariki ya Kati, Urusi na Ukraine pia nimekuwa nikiziweka huko WhatsApp. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kwa nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650. Basi pia unakaribishwa sana kama utawiwa kupata taarifa hizi na matukio hayo kwa njia ya WhatsApp.